Bwana Yesu asifiwe. Asante sana siku ya leo nzuri uliopata kibali machoni pa Mungu. Nataka tujifunze maneno ya Mungu. Nataka tusome katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 5. Tutasoma kuanzia ule mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema, mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana. Kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. Basi msishirikiane nao. Ujumbe wangu utakuwa unasema usidanganywe kwa neno lolote. Mpendwa wangu, rafiki yangu ambaye leo Mungu amenipa kibali cha kusema na wewe siku ya leo, napenda tushirikiane hayo maneno. Mungu, nataka nikwambie kitu kimoja, kuwa mbingu ni halisi. Mungu ni halisi. Yesu Kristo ni kitu halisi, yupo kabisa. Na moto wa jehanamu upo, na mbingu katika uhalisia upo. Kumekuwa na mafundisho tofauti tofauti, watu wamekuwa wakiwadanganya watu ya kuwa mbingu haipo, Yesu hayupo, Mungu hayupo. Lakini nimekuja na neno la kukwambia kweli ya Mungu kuhusu uwepo wa haya mambo. Watakuwa na kuhubiria maneno mengi, umehubiriwa maneno mengi ya namna tofauti, lakini ninayo kweli ya Mungu ambayo itakuthibitishia ya kuwa mbingu ipo, ikufanye uelewe kuwa Yesu yupo na Yesu anarudi, jehanamu ipo, moto upo, na kwa wale watakaotenda mazuri mema mbele za Mungu, mbingu ipo kwa ajili yao. Na wale wanaokaidi ujumbe huu na kuona ni sio wa maana wakaupuuza, nataka niwaambie jehanamu nayo pia ipo. Biblia imesema katika kile kitabu cha Waefeso ile sura ya 5 mstari wa 6, anasema mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana. Mtu asiwadanganye kwa maneno ya uongo. Mtu asiwadanganye kwa maneno ya kupingisha kweli ya Kristo. Mtu yeyote anayekuja kuhubiri kwa habari ya kupotosha maneno ya Mungu asikudanganye. Mtu yeyote anayekuja kwa habari ya kutokukuelezea kweli kuhusu mbingu, akapindisha kusema kwamba mbingu haipo, Mungu ni uongo, Mungu sio chochote, usikubaliane naye. Hayo ni maneno ya uongo. Nataka nikwambie leo ya kuwa mbingu ipo na ni kitu halisi, na usidanganyike, maana Biblia inasema na hayo maneno, kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huajilia wana wa uasi. Iko hasira ya Mungu itakuja kwa ajili ya hao ambao watadanganyika kwa hayo maneno ya uongo. Iko hasira ya Mungu itawaka kwa ajili ya hao watu ambao watabebwa na upepo wa kudanganywa. Wataingia kwenye wimbi la kudanganywa kwamba Mungu hayupo. Sasa nataka nikwambie, kabla hasira ya Mungu haijawaka, kwa hawa watu, tafadhali mpendwa, tafadhali ninakusihi kwa huruma ya Mungu, usidanganyike, usiende huko, usikubaliane na maneno ya uongo. Usikubaliane na maneno ya kusema kwamba Yesu hayupo. Usikubaliane na maneno ya kusema kwamba hatarudi lini, mbona tangu tumekuepo hatujawahi kuona. Tangu tumezaliwa tunasikia tu ni hadithi hatujawahi kuona. Usikubaliane na hayo maneno. Yesu anarudi na Yesu yupo, Mungu yupo, mbingu ipo, jehanamu ipo. Na kama sasa hutaki kuamini haya maneno, hasira ya Mungu ikiwaka ikaja juu yako, ndipo utakapoelewa kwamba Yesu yupo. Tena anaendelea ule mstari wa 7, anasema tena msishirikiane nao hao watu ambao ni wadanganyifu, hao watu ambao wanaipotosha kweli ya Mungu. Msishirikiane nao, msifuatane nao, msiwasikilize, maana watawapotosha. Bwana Yesu asifiwe. Maana hao watu wako kwa ajili ya kuhakikisha wanapotosha kweli ya Mungu. Hao watu wapo kwa ajili ya kuhakikisha kweli ya Mungu haisemwi. Na wao wanaitumia Biblia hii kusema haya maneno, lakini hawafuati kweli ya Mungu. Wanapandikiza mbegu za kupotosha na kuwaangusha watu. Kama wewe mpendwa, wewe ambaye umepata nafasi ya kunisikiliza wakati huu, ninakusihi kwa rehema za Mungu na kwa huruma ya Mungu, ninakuomba, acha kusikiliza maneno ya uongo, acha kufuatana na maneno ya uongo, acha kudanganyika kwa jina la Yesu, na Mungu akakusaidie. Ukisoma katika hiyo sura ya 5 mstari ule wa 1, anasema hivyo mfuateni Mungu kama watoto wapendwa, mkaenende katika upendo kama Kristo naye anavyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu.
kuwa harufu ya manukato. Badala ya kusikiliza maneno ya uongo, badala ya kufuata yale maneno ya kupotosha, baada ya kufuatana na hawa watu ambao wako kwa ajili ya kukudanganya, ni heri sasa ukamfuata Mungu. Anasema unapochukua hatua ya kumfuata Mungu unafanyika kuwa ni mtoto mpendwa ambaye Mungu anapendezwa naye. Unapochukua hatua ya kumfuata Kristo unafanyika ni mtoto mpendwa. Tena na shauri ule mstari wa 2, ukaenende katika upendo. Upendo wenyewe upendo wa Kristo ambaye Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe ndiye alikuwa ni chanzo cha upendo. Tena anasema kama Kristo naye anavyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu. Kumbe Kristo alijitoa kwa ajili yetu kwa sababu ya lile pendo lililokuwa ndani yake. Kristo alijitoa kwa ajili ya wanadamu kwa sababu ya ule moyo wa upendo, thamani ya upendo kwa mwanadamu. Ndio maana Kristo akajitoa. Hivyo anashauri, Biblia inasema tumfuate kama yeye alivyotupenda sisi, akajitoa na akafanyika sadaka. Akajitoa Yesu Kristo kuwa sadaka kwa ajili yangu mimi na wewe, na Mungu atakubariki. Ninaomba